Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi Saida Nasor nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezi ya Masinde, na miongoni mwa tulionayo leo ni pamoja na haya. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mkenya anayezuga kuuza chai akamatwa na dawa za kulevya. Ukuaji wa uchumi robo ya kwanza 2026 ukadiriwa kufikia 6%. Na katika kimataifa, Marekani yajiondoa kwenye mashirika 66 ya kimataifa. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imekamata kilogramu 9689.883 za dawa za kulevya, pikipiki 11 na magari matatu, pamoja na kuwashikilia watuhumiwa 66 kwa tuhuma za kujihusisha na dawa hizo za kulevya. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali wa mamlaka hiyo Areta Silimo amesema watu hao wamekamatwa katika operation iliyofanyika kipindi cha mwisho wa mwezi Disemba mwaka 2025, ambapo katika operation hiyo wamemkamata mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Jefferson Kilonzo, ambaye ni raia wa Kenya, mkazi wa Sinza jijini Dar es Salaam, akiwa na kilogramu 131.88 za dawa za kulevya aina ya heroin, akiwa anaziuza sanjari na chai katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Kamishna Jenerali Limo ameeleza kuwa katika eneo la Temeke jijini Dar es Salaam walifanikiwa kukamata kilogramu 20 za dawa za kulevya aina ya skanka, zikiwa katika pakiti ambazo zimefichwa ndani ya mabaro ya mtumba, zikiingizwa nchini Tanzania kupitia basi la kutoka nchini Msumbiji kuja ndani ya jiji la Dar es Salaam kinyume na sheria za Tanzania. Mtuhumiwa huyo amekuwa akiishi nchini tangu mwaka 2023 akijihusisha na biashara ya kuuza chai kama njia ya kujifichia kwenye biashara ya dawa za kulevya anayoifanya. Raia huyu wa Kenya tumemkamata, na baada ya kumkamata na kumhoji tumebaini kwamba alikuwa anaishi nchini toka mwaka 2023, na kuishi kwake huku alikuwa amekodi pikipiki 4, lakini pia alikuwa anatengeneza chai ya maziwa akawa anasambaza kwenye maofisi mbalimbali. Katika kusambaza chai hiyo ndipo alipokuwa anapatia nafasi ya kutengeneza na kuuza dawa za kulevya. Lakini baada ya kumhoji zaidi, amesema kwamba ilibainika kwamba baada ya kuwa na upungufu wa dawa za kulevya nchini, aliamua kuchukua fursa hiyo ya kuja nchini, kupanga nyumba Sinza huko na kuishi na kuanza kuingiza dawa kidogo kidogo na kuanza kuisambaza katika maeneo mbalimbali ili kujipatia kipato. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote wanapoona raia wa nje ambao wako kwenye maeneo yao na hawana biashara halali wanaoifanya au wana biashara zinazotilia mashaka na kuishi kwao, basi wawe wanatoa taarifa kwa mamlaka kupitia namba yetu 119 ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawachunguza na tunabaini endapo kuna uhalifu wote wanaoufanya, basi tuweze kuchukua hatua kama huyu raia wa Kenya ambaye alikuwa anaishi kwa kuuza chai, lakini pia akawa anajifichia kwa biashara hiyo ya chai, kuuza dawa za kulevya. Aidha, Kamishna Jenerali Limo ameeleza kuwa kupitia operesheni zilizofanyika katika mikoa ya Tanga, Lindi, Kilimanjaro, Njombe, Kigoma, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Morogoro pamoja na mkoa wa Arusha wamefanikiwa kukamata heroin gramu 37.34, skanka kilogramu 1015, bangi kilogramu 7969.98 na mirungi kilogramu 1363.701, pamoja na kuteketeza hekari 14 za mashamba ya bangi. Katika hatua nyingine, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kupitia kwa mkurugenzi msaidizi wa udhibiti usafiri Bi Halima Lutavya amesema basi hilo lilokamatwa na dawa za kulevya likiingiza kutoka nchini Msumbiji kuja ndani ya Dar es Salaam halikuwa limesajiliwa na LATRA, huku pia ikitarajiwa kusimamisha leseni kwa mmiliki wa mabasi hayo kwa mabasi 12 ambayo anaendelea kutoa huduma ya usafiri hapa nchini Tanzania. Kimsingi gari hili kwa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini halikuwahi kuwa na leseni yetu. Liliwahi kuombewa leseni tarehe 12 Septemba mwaka jana. Baada ya kuingia katika mfumo likatakiwa yale maombi yake yalikuwa rejected, kwa maana yalirejeshwa kwa mteja kwa maelekezo kwamba alete gari kwa ajili ya ukaguzi, na pia lazima alete dereva atakayeendesha lile gari kwa ajili ya kusajiliwa na kuthibitishwa, na pia aweze kupatiwa kitufe cha utambuzi dereva huyu atakayoendesha gari husika, kabla hatujampa njia hiyo alikuwa anahitaji kutoa huduma kwa raia.
Baada ya maelekezo yale, gari lile halikuwa, mmiliki hakuwahi kurejesha yale maombi tena kwetu na wala hakuwahi kukata tena leseni. Kwa hiyo gari la aina hiyo linapokuwa linafanya safari zake, kwa sababu linakuwa halipo kwenye mfumo rasmi wa mamlaka, kuliona linakuwa labda itokee tumekutana nalo barabarani. Kwa hiyo gari hili kimsingi hatukuwahi kuliona sisi kama mamlaka. Lakini tunashukuru wenzetu wa mamlaka ya udhibiti madawa kulevya kuweza kulibaini hiyo, na kwa sababu tunashirikiana nao, na ndio sababu baada ya kupata hiyo changamoto waliweza kuwasiliana na sisi na kuweza kuingia katika mfumo kuona kama kweli mmiliki huyu alirejesha maombi yake kwetu ama la, hakurejesha maombi yake kwetu. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia elimu Ruben Kwagilwa ameagiza kukamatwa kwa mzabuni aliyeshinda tenda ya ununuzi wa mabati katika ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana Katavi baada ya kubainika kununua bati zenye thamani ya shilingi milioni 198 zilizo chini ya kiwango na kuisababishia hasara serikali. Neema Hussein kutoka Katavi anatuarifu zaidi. Karibu wa fedha kiasi gani? Milioni 198. Baada ya maelezo hayo, Kwagilwa alimwagiza mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu kuhakikisha mtu huyo anakamatwa na kuchukuliwa hatua. Mheshimiwa DC, na kuelekeza huyo mtu atafutwe, akamatwe, aletwe hapa, arudishe milioni 198, achukue mabati yake takataka ambayo ameleta hapa. Mmenielewa? Hayo mabati ya ovyo yako wapi? Yako store. Mmenielewa? Atafutwe, apatikane, aletwe akiwa ameshikiliwa. Mheshimiwa DC, na kuelekeza. Nimepokea Mheshimiwa Waziri. Aletwe hapa, alete milioni 198 na akabidhiwe hayo mabati yake mabovu. Mbali na miradi ya elimu, pia alitembelea daraja la Ikondamoyo na kutoa fursa kwa wananchi kusimulia jinsi walivyohatarisha maisha yao kabla ya daraja hilo kukamilika. Kukuta mto umejaa, usafiri hakuna, pikipiki hazipiti, magari hayapiti. Inafikia hata wakati wa mavuno, mtu anafika darajani anaangusha mzigo wa mahindi, gunia la mahindi, na vifo vingi vimetokea kwa watoto wachanga. Tumepoteza vijana kama wawili watatu hivi kwa kusombwa na maji hapa. Hata hivyo, kwa utamaduni wetu, unapokuwa na wakwe, ilikuwa inabidi hapa tunapofika inabidi tuchojoe nguo kwa ajili ya kuvuka huu mto. Sasa hata ukwe kidogo ulipungua nguvu, kwa sababu ilikuwa ikifika pale mpaka uiname ndio unavuka. Nimetoa ushuhuda mama huyu hapa kwa niaba ya wakazi wote wa eneo hili, namna madhara yalivyopatikana kwa miaka mingi kwa kukosa daraja hili na barabara hii. Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta mahala hapa milioni 838 zimekuja kukamilisha mradi huu na kukomesha matatizo yote ambayo mama huyu ameyaelezea. Aidha, Kwagilwa ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Mlele mkoani Katavi kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku akizitaka halmashauri zingine kuiga mfano huo. Kwa kweli maeneo yote ya nchi yetu viongozi wangeweza kusimamia miradi kwa namna hii ambayo Mlele mmefanya, tungepiga hatua kubwa sana. Ndio maana mimi kote ninakopita ninachukia, sipendi watu wenye mzaha kwenye mambo ya nchi. Mambo ya nchi hayataki mzaha. Serikali imeendelea kusogeza huduma za kijamii karibu na wananchi ili kutatua changamoto ya wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo. Serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na uhaba wa ajira kwa vijana kwa kutangaza mpango wa kutoa ajira 1000 kwa madereva wa magari na mafundi wa magari pamoja na viyoyozi nje ya nchi ambazo zinatarajiwa kutangazwa rasmi mwishoni mwa mwezi huu. Na hii ni taarifa ya Rachel Chacha inayosomwa studio na Nancy Ibrahim. Ajira hizo ni sehemu ya jumla ya ajira 8,000 zinazoendelea kuchakatwa, ambapo kati ya hizo ajira 90 ni madereva wa magari ya kawaida na mabasi, huku zilizobaki zikiwa ni ajira za mafundi wa magari na viyoyozi, na ajira zote hizo zinatarajiwa kutolewa nchini Qatar.
Akizungumza leo Januari 8, 2026 jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuaga vijana 109 wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi ikiwemo Dubai, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano ya kazi, Deusi Sangu amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kuongeza fursa za ajira, kuinua kipato cha vijana na kuchochea maendeleo ya uchumi. Lakini sasa nao kupitia Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wanaanza kupata fursa za kwenda nje chini ya uratibu mzuri wa serikali. Zamani sekta hii ilikuwa kila mmoja anaondoka kutafuta fursa kwa kutoroka. Sasa leo ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano tunasema kufanya kazi nje ya nchi ni fursa, usitoroke, fuata utaratibu. Sasa serikali tumewekea utaratibu mzuri rafiki ambao sasa una haja ya kutoroka. Ukipitia mfumo wa serikali na mawakala ambao tuko nao hapa, tunafanya nao kazi kwa pamoja, tunakupa utaratibu mzuri. Na ukifika kule utapokelewa vizuri. Tuna balozi wetu ambaye kila siku unapoamka, unapolala, anafuatilia mambo yenu na anajua kila Mtanzania anayekuja kufanya kazi katika nchi hii anaishi vipi, anapata changamoto zipi, na tumeweka utaratibu ambao wewe ukipata jambo lolote tunaloona haliendi sawa, ubalozi uko pale, uko kwa ajili ya kusikiliza. Kuna dawati maalum ya kusikiliza matatizo na shida zetu, ili mradi unapoenda kule ukafanye kazi na urudi baadaye kwamba nilienda kufanya kazi ambayo imebadilisha maisha yangu. Naye naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano kazini, Zuhura Yunus amesema zaidi ya vijana 100 tayari wamepata fursa ya kufanya kazi nje ya nchi kupitia mifumo iliyorasimishwa, salama na inayozingatia sheria na taratibu za ajira. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, utekelezaji wa ajira ya nchi ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya ajira ya mwaka 2008, mkakati wa taifa kukuza ajira, pamoja na mifumo na miongozo mbalimbali ya kitaifa inayosimamia uhamaji wa nguvu kazi. Serikali kupitia ofisi yetu hii ya Waziri Mkuu kazi, ajira na mahusiano imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kupata fursa za ajira nje ya nchi kama mkakati wa kupunguza ukosefu wa ajira, kukuza ujuzi, kuongeza kipato cha wananchi na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa upande wa mwenyekiti wa Muungano wa Ajira Tanzania, Abdallah Ali amesema lengo kuu la muungano huo ni kuunganisha mawakala wote wa ajira nchini ili kuwa na sauti ya pamoja, kuimarisha uwajibikaji na kuongeza ufanisi katika kuwahudumia Watanzania wanaotafuta ajira ndani na nje ya nchi. Jumla ya wananchi 27 wenye matatizo ya mabusha katika mkoa wa Dar es Salaam wamefanyiwa upasuaji kati ya wananchi 165 waliofanyiwa uchunguzi wa awali katika kipindi cha siku 2, ikiwa ni mwendelezo wa kambi ya upasuaji wa wagonjwa 500 wa mabusha kwa kipindi cha siku 30. Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Dr. Mohamed Magunya amesema zoezi hilo linaendelea vema katika hospitali za Kinondoni na hospitali ya Kilakala ndani ya manispaa ya Temeke, huku tayari watu 27 wakiwa wameshafanyiwa upasuaji wa mabusha katika kufikia malengo ya watu 500 wenye matatizo ya mabusha ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Mpaka sasa tumeweza kufikia wananchi 165 ambao wamefanyiwa uchunguzi wa awali, na kati ya hao tunaona wananchi karibu 127 tayari wamebainika na wamepangiwa tarehe mbalimbali kwa ajili ya kufanyiwa operation. Kwa siku ya jana tumebarikiwa kufanya upasuaji kwa wananchi 27 na wote upasuaji umefanyika salama. Sasa hivi wanaendelea, tuna uangalizi wa karibu kwa masaa 48. Baada ya hapo wakiwa vizuri, basi wataweza kuruhusiwa. Kwa hiyo tunapoongea sasa hivi tuna wana Dar es Salaam 27 tayari wameshafanyiwa upasuaji na zoezi linaendelea kwa leo na siku zingine. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amewataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kujitokeza kwa wingi katika kupata matibabu hayo ya mabusha bure yaliyoanza kutolewa tangu siku ya juzi hadi tarehe 30 ya mwezi huu. Niwaambie wananchi wenzangu wa mkoa huu wa Dar es Salaam na wilaya zetu zote za mkoa huu kwamba wataalamu wamejipanga vizuri
wapo kwenye vituo hivi kuanzia asubuhi mpaka jioni, na siku zote, siku za Jumamosi, Jumapili, wewe ufike uweze kufanyiwa screening, maana tunafahamu wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam heka ni nyingi za kujitafutia kipato, za kujitafutia maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo hatuna sababu ya kusema kwamba wewe sasa ukose kabisa muda wa kufika kwenye vituo vilivyotengwa kwa ajili ya kufanyiwa hiyo screening. Kwa hiyo niombe sana na nirudie tena, tujitokeze kwa wingi, tuendeni tukafanyiwe uchunguzi, na baada hapo tukibainika kwamba tuna tatizo hili la mabusha, basi tuwe tayari kupata matibabu ambayo yanatolewa bure. Naye meneja wa mpango wa kudhibiti magonjwa yasiyopewa kipaumbele kutoka Wizara ya Afya, Bi Clara Mwansasu, amesema pamoja na hatua ya upasuaji, serikali pia kupitia Wizara ya Afya imeshasitisha utoaji wa dawa kinga tiba kwa halmashauri za jiji la Dar es Salaam isipokuwa kwa kata 10 za wilaya ya Kinondoni, ikiwemo kata ya Tandale, kutokana na bado kuwa zina maambukizi. Matarajio yetu ifikapo 2030 tusiwe na halmashauri hata moja yenye maambukizi, lakini pia kwa maana ya 2030 isiwepo tena jamii ambao wana haya mabusha. Kwa hiyo tutaendelea kutoa hii huduma ya upasuaji. Tulipoanza kutoa hii huduma tangu 2008 tulikuwa na jumla ya wagonjwa takriban 32 ambao walikuwa wameathirika, lakini mpaka kufikia 2025 tulikuwa tumetoa upasuaji kwa wananchi karibia 10,444 walikuwa wameshapata hii huduma ya upasuaji kutoka kwenye mikoa mbalimbali ikiwemo Tanga, Mtwara, kama alivyozungumza mganga mkuu wa mkoa, pia Dar es Salaam. Na kwa mwaka huu lengo letu ni kufikia wagonjwa 1700. Hatua hiyo inakuja wakati kwa sasa Tanzania ikiwa ina jumla ya halmashauri 5 pekee ambazo zimesalia kuwa na maambukizi ya magonjwa mabusha na matende, huku ikikadiriwa pia kuwa na wagonjwa zaidi ya 19,000 wa magonjwa mabusha na matende. Serikali mkoani Shinyanga imetoa onyo kali kwa kampuni zinazotoa mikopo kwa riba kubwa, ikisema haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kampuni hizo zinazodaiwa kuchangia migogoro ya kifamilia na kudhoofisha ustawi wa jamii. Mwamvita Mkondo anayo taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa hadhara na mkuu wa wilaya ya Shinyanga, wakili Julius Mtatiro, uliolenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi, ambapo suala la upatikanaji wa mikopo lilitajwa kuwa ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakazi wa mkoa huo. Wananchi hao akiwemo Theonostina Rugambwa na Hassan Walopa wamesema licha ya uwepo wa mikopo ya serikali bado wanakumbana na changamoto mbalimbali katika mchakato wa uombaji, hali inayowasukuma wengine kukimbilia mikopo yenye riba kubwa. Na mama tunakauka. Maanake ukienda hivi ukirudi ujalipa huo mkopo unafilisiwa. Na hiyo mali unayofilisiwa ni ya mme wako. Mme wako ndiye alitafuta. Akikuta nyumba iko wazi, iko tupu, mali zake hazipo, unafungasha mizigo unaondoka. Pale tangia mwezi wa 2 mwaka jana mpaka leo hii Januari hii 2026 sijapata mwafaka wote wa kuhusu mkopo huo. Akijibu hoja hizo, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga Alexis Kagunze amesema mchakato wa utoaji wa mikopo tayari umeanza na kuwataka wananchi kufuata taratibu zilizowekwa ili waweze kunufaika na mikopo hiyo. Milioni 490 zimetolewa na hivi ninavyoongea baadhi ya vikundi vimeshapata hela. Kulikuwa na changamoto za kibenki ambayo sasa sio ya halmashauri, kwamba baadhi ya vikundi vikawa vinapokea fedha, vikundi vingine vikawa fedha havijafika. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatiro amesisitiza kuwa serikali inaendelea kusimamia utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu, huku ikichukua hatua kali dhidi ya taasisi zisizofuata sheria. Tatizo wananchi wetu, hawa watu wanawatisha maisha, na akikutishatisha unaona kabisa kama vile wewe uko chini yake. Wewe uko chini yake, wewe uko chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama kuna mtu amekuunia kwenye masuala ya utoaji wa mikopo, tutafuatilia tujue kama alikuwa na leseni, sawa, tuambie una leseni, umefanya sahihi kumkopesha. Lakini jambo la pili, ulikuwa na leseni lakini umemkopesha kwa riba ambayo sio ya kisheria.
Kufuatia kupata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 600 kwa mwaka, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda BUWASA imelazimika kuanza mageuzi makubwa ya miundombinu yake ili kudhibiti upotevu wa maji na kuongeza mapato. Adam Kadutu anaripoti kutoka mkoani Mara. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda, ambayo ni miongoni mwa mamlaka 3 zinazotoa huduma ya maji mkoani Mara, imekuwa ikikumbwa na upotevu mkubwa wa mapato unaotokana na uchakavu wa mabomba pamoja na wizi wa ankara za malipo ya maji unaofanywa na baadhi ya wateja wasiokuwa waaminifu. Akizungumza kuhusu changamoto hii, mkurugenzi wa mamlaka hiyo Bi Esther Gilioma anasema hali hii imekuwa ikiathiri mamlaka katika ukusanyaji wa mapato na uwezo wake wa kupanua huduma kwa wananchi. Kutoka miaka 4 iliyopita, asilimia ya upotevu ilikuwa zaidi ya asilimia 45. Na sasa tumekimbizana kwa kubadilisha mita goigoi kupambana na upotevu wa maji kwa maana ya kudhibiti vandalism na wizi mbalimbali, hujuma mbalimbali za kuhujumu mamlaka. Tumefikia asilimia 31 hadi hivi ninavyoongea. Naomba nikupe taarifa kwamba tunapoteza zaidi ya shilingi milioni 600 kwa mwaka kama mapato ya upotevu wa maji. Kutokana na hali hiyo, mamlaka imeanza utekelezaji wa mradi wa kubadilisha mabomba chakavu kwa kutumia mabomba ya kisasa, hatua inayolenga kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa huduma. Ambapo tunatekeleza mradi huu wa Migungani Kaswaka kwenye urefu wa kilomita 4.2 kama alivyoeleza injinia hapo. Hadi sasa tumeshaweza kuleta bomba za kilomita 2.1 na kati ya hizo kilomita 1.8 tumeshalaza. Kielelezo cha mradi huu wa bilioni 1.4 itaenda kuondoa tatizo la upotevu wa maji katika jimbo letu la Bunda mjini. Sisi tunakushukuru sana. Wakati akiweka jiwe la msingi la mradi huu, naibu waziri wa maji Mheshimiwa Mhandisi Kundo Andrea Mathew anaipongeza mamlaka ya maji Bunda kwa ubunifu wake, akisema ni mfano wa kuigwa katika mapambano dhidi ya upotevu wa maji nchini. Upotevu wa maji kama nilivyojulishwa asilimia 46. Sasa wameshusha mpaka imefikia asilimia 31, na kupongeza sana Esther. Wewe Esther, na aliyenipigia kelele bungeni mpaka nikanyoka, na wewe nakupongeza. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Serikali imesema kuwa haitasita kuchukulia hatua kali watumishi wa kada ya afya wenye tabia ya kutumia lugha ya kuudhi na kutoa huduma mbovu wakati wa kuhudumia wagonjwa pindi wanapofika katika vituo mbalimbali vya afya pamoja na zahanati kwa ajili ya kupata matibabu. Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe anatueleza zaidi. Serikali imetoa kauli hiyo kupitia naibu waziri wa afya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Rajabu Seif alipofika katika kijiji cha Iwungilo halmashauri ya mji wa Njombe, ambapo alifanya ukaguzi wa ujenzi wa kituo cha afya katika kata hiyo kinachotarajia kuhudumia zaidi ya wananchi 10,000, ambapo naibu waziri amewataka watumishi wa afya kuacha mara moja tabia ya kuwa na lugha za kuudhi kwa wagonjwa, kwa kuwa serikali inawekeza miundombinu ya afya ili wananchi wapate huduma bora na ya kuridhisha. Tuna changamoto ya customer care, jinsi ya kuwapokea wagonjwa, kuongea nao na kuwashauri na kuambia nini cha kufanya na hatua inayofuata, gharama halisi za matibabu. Kwa hiyo wataalamu wa afya wa Njombe mji pamoja na RMO wetu hapa, naomba maelekezo yashuke mpaka level ya zahanati. Mtaalamu wa afya ni marufuku kutumia lugha za kuudhi kwa wagonjwa wetu. Wataalamu wa afya GMO, naomba sana mshuke, ongeeni na madaktari wetu. Kama daktari ana stress akaziache nyumbani. Huyu mama ana ujauzito wake, anakuja kupata utaalamu, apate ushauri wa kitaalamu katika mazingira alionayo. Ujauzito sio ajali, ni kwamba anakuja kliniki mara kwa mara, unazungumza naye. Kwa hiyo tusiende tukatoa zile lugha za kuudhi kwa wagonjwa wetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mkali sana kwenye eneo hili. Kama huwezi, ukae pembeni, tuajiri mwingine aweze kutusaidia katika eneo hilo. Tusiende kutoa lugha za kukera. Tusiende kutoa lugha za kukera kwa watu wetu. Mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deodatus Philip Mwanyika pamoja na diwani wa kata Iwungilo wameomba uwepo wa gari la wagonjwa katika kata hiyo ili kurahisisha huduma pale inapotokea dharura. Ukishajenga kituo kama hiki, uwepo wa gari la wagonjwa ni muhimu kama vile kituo chenyewe.
kwa sababu madaktari waliopo hapa, mgonjwa ikibidi apelekwe mbali zaidi, ni mbali kama walivyosema kilomita 60. Ukisema uende mpaka referral kwa maana ya hospitali ya mkoa ni kilomita karibu 70. Kwa hiyo tunaomba sana katika vipaumbele vya vituo vya afya vitakavyotazama, tupewe gari la wagonjwa kwa haraka inavyowezekana katika mgao unaokuja. Hili jambo tunatamani sana, hii gari ikifika itaweza kuwasaidia sana hawa wananchi, na hasa wale wenye kipato cha chini ambao hawana uwezo wa kukodi magari. Joseph Myamba ni mwenyekiti wa kijiji cha Iwungilo pamoja na baadhi ya wananchi wanasema kuwa uwepo wa kituo cha afya katika kata ya Iwungilo utasaidia kuepusha vifo vya mama na mtoto kutokana na changamoto ya kufuata huduma za afya kwa umbali mrefu, huku akiweka wazi kwamba watapunguza uzazi wa mpango kwa kuwa huduma ipo karibu. Na ilikuwa inachangia kwa sababu unakuta mama una ujauzito, hospitali ni mbali, huduma za usafiri ni mgumu, mabasi tunayotegemea kifuka na Goma na mabasi ni machache. Kwa mtu unafikia mahali unaamua kuacha kuzaa. Utaangalia mama unakuta na watoto mmoja wawili, nimefunga kuzaa, nimeweka uzazi wa mpango, ila kulingana na kituo kipo karibu na imani wa mama wengi tutazaa kwa muda unaotakiwa, hata shule zitaongezeka. Kwa hiyo na imani kwa mwaka huu 2026 watazaliwa watoto wengi sana, kwa sababu wengi wana uhakika theater itafanyika hapa, huduma za gari zitakuwepo hapo. Kwa hiyo gari itapelekea kuwa mtu asiwe na hofu kuwa nikishika mimba nitakosa huduma, nikishika mimba nitakosa uzazi. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana. Kutoka hapa katika kijiji cha Iwungilo, halmashauri ya mji wa Njombe, hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Katika kukabiliana na changamoto ya upungufu wa maji hususan nyakati za ukame ambapo kuna upungufu wa kina cha maji kwenye mto Ruvu, serikali wilayani Ubungo kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imefunga mtambo wa kuchakata maji ya chumvi kuwa maji yasiyokuwa na chumvi kwenye kisima kilichopo kata ya Mburahati chenye uwezo wa kutoa maji lita 10,000 kwa saa. Tujiunge na mwandishi wetu Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara ya kutembelea kisima hicho kilichopo kata ya Mburahati wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Ubungo wakili Albert Msando amesema kisima hicho ni moja ya visima vilivyochimbwa na DAWASA lakini kimekuwa hakitumiki, hivyo kwa utaratibu huo wananchi watapata huduma ya maji. Msando amesema kuwa serikali wilayani humo imekusudia mradi huo pamoja na miradi mingine kama hiyo itakayojengwa kwenye kata zote 14 za wilaya hiyo kusimamiwa na vikundi vya wanawake ambao ndio wahanga wakuu wa changamoto ya ukosefu wa maji. Kisima hiki kina uwezo wa kutoa maji lita 10,000 kwa lisaa. Baada ya Mheshimiwa Waziri kufika hapa na kuelekeza DAWASA waweke miundombinu ya usambazaji, mimi kama mkuu wa wilaya niliona kwamba ni bora tukaenda mbali zaidi kwa sababu maji ya hapa yana chumvi. Lakini tukasema hatuwezi tukakaa ndani ya kata ya Mburahati wilaya ya Ubungo tunaruhusu wananchi wanapata maji ya chumvi. Kuna kisima kiko hapa hakitumiki. Kwa hiyo nikatafuta mdau ambaye ana mashine ya kuchakata maji. Amekuja hapa, tumefunga mashine na mashine sasa inafanya kazi vizuri, na maji yote yanayotoka hapa yanatoka maji ambayo hayana chumvi kabisa. Ni maji ambayo yamechakatwa vizuri, yanafaa kunywa moja kwa moja kutoka kwenye bomba, unaweza ukanywa yale maji. Kwa upande wake diwani wa kata hiyo ya Mburahati, Benedicto Joseph Malange, ameishukuru serikali kwa kutatua changamoto ya maji ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa kwa wananchi wa kata hiyo na maeneo mengine ya jirani. Hapa mwanzo tulikuwa tuna shida sana ya maji. Shida kubwa. Maji yalikuwa yapatikani. Kuna baadhi ya mitaa maji ilifikia hatua miezi 4-5 hayatoki, hasa mtaa wa Barafu. Lakini hii National Housing kuna baadhi ya sehemu maji yalikuwa yatoki karibu takribani miezi 6. Mkuu wa wilaya ameliona hilo baada ya kilio changu kwa muda mrefu kwake. Tukaja kufufua visima. Leo hii kupitia visima hivi mkuu wa wilaya ameleta mtambo mkubwa ambao unafanya kazi ya uchakataji wa maji. Yanatoa maji kutoka kwenye hali ya chumvi na kuwa maji baridi. Wananchi sasa wanaanza kupata huduma ya maji salama kabisa. Na diwani wa kata ya Sinza, Rafael Awino, aliposhiriki ziara hiyo, amesema ni funzo kwa maeneo mengine ili wananchi wapate maji safi, huku mmoja wa wananchi Bi Esther Hamisi akiiomba serikali kupunguza gharama ya maji kwani maji hayo yanauzwa kwa shilingi 300 kwa dumu. Tumekuja kujifunza katika kata hii rafiki, kata ya Mburahati ambayo nayo ipo katika wilaya yetu ya Ubungo.
na kilichotuleta hasa ni kutokana na mradi ambao upo hapa, mradi wa kuchakata maji ya kisima ili yafae kwa matumizi ya binadamu. Nadhani tunafahamu kwamba hapa katikati kumekuwa na changamoto kidogo upatikanaji wa maji katika sehemu nyingi, hasa katika kata yangu ya Sinza, lakini tuna bahati, kuna fursa katika eneo hilo kwamba katika kata yetu ya Sinza tunavyo visima ambavyo vinafanya kazi, lakini visima vile vinatoa maji ambayo yana chumvi, kwa hiyo hayafai kwa matumizi ya kunywa. Nilipata taarifa kwamba kuna wenzetu hawa wa Mburahati wamefanikiwa kupata mradi ambao uko hapo nyuma, tumeutembelea na tumejiridhisha kwamba mradi huu ni mzuri kwa sababu unatoa chumvi iliyopo kwenye maji ya kisima ili maji hayo yaweze kufaa kwa matumizi. Inatusaidia kwa kiasi, lakini sio sana, kwa sababu kwanza bei ya 300 bado pia kwa hali ya chini ni hela nyingi. Alafu maji ya chumvi sasa hivi tunaingiziwa, hata kama ulikuwa uyataki, ukifungua ndio unapata. Sisi ombi letu ni kwamba hichi yanayochakachuliwa yafanyishwe haraka, alafu kila mtu yaingie kwenye laini yake, kwa sababu yanavyoingia maji ya chumvi alafu tunaletewa bili, ile bili inaenda wapi? DAWASCO inakuja hapa kwenye kisima yale maji ya chumvi. Kwa hiyo tunaomba hii kama ni matengenezo yafanyishwe haraka. Wakazi wa kijiji cha Lutukira kilichopo halmashauri ya Madaba wilayani Songea mkoani Ruvuma wameomba serikali kuingilia kati mchakato wa kurekebisha mpaka wa shamba la mwekezaji ambaye ameuziwa ardhi yenye ukubwa wa ekari 50,000 ndani ya kijiji chao. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Songea inafafanua zaidi. Wakazi wa kijiji cha Lutukira kilichopo halmashauri ya Madaba wilayani Songea mkoani Ruvuma wamesema kuwa mpaka wa shamba hilo la mwekezaji umeingia kwenye ardhi yao na kuchota zaidi ya ekari 3200 ambazo wanazitumia kwa makazi na mashamba. Walikuja watu wa ardhi kwa ajili ya kupima eneo la mwekezaji. Baadaye wananchi wakawa wamepita kule mashambani na kuona watu tunamopita, wakaja wakalalamika na kuendeshwa mkutano wa hadhara. Wananchi wakasema kwa jamani, mwekezaji shamba lake limepita jirani sana na makazi ya wakulima na kwenye mashamba yetu, mipaka ipelekwe mbele. Ukapita muda mrefu baada ya kumaliza ule upimaji, kufika hii safari hii akaja mwekezaji mpya. Alipofika ikaonekana sasa, tukaanza kushangaa, tukaona mipaka mle ambao wananchi wamesema tuhamishe twende mbele, ndimo inaenda kuonyesha iko mle. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya Songea kwa niaba ya mkuu wa wilaya Songea Mtela Mwampamba amezungumzia mgogoro huo kwa njia ya simu na kusema kuwa madai ya wananchi hao ni ya msingi, huku mwenyekiti mstaafu wa kijiji cha Lutukira ambaye anadai kusimamia mchakato wa kuhakiki mpaka wa shamba hilo, Christian Mapunda, amezungumzia chanzo cha malalamiko hayo. Hapo ninapoweza kuliongelea ni kwamba maombi hayo sasa inabidi tuyafanyie kazi, na tayari tulishaongea na maafisa ardhi wa Madaba, wakasema watalifanyia kazi hili jambo. Kwa hiyo ni kupushi tu mwisho. Kwa hiyo kwa sababu maombi yao ni ya msingi, kwa hiyo tunachotakiwa ni utekelezaji. Walirudi tena kufanya marekebisho yale. Katika kufanya marekebisho ikaonekana kuna ekari karibu 3,100 na kidogo, kama na 200. Zile ekari mbili zibaki kwa wananchi kwa ajili ya matumizi yao, na yeye aliridhia kwamba hizi ekari zibaki, lakini wakazi waliofanya wenzetu wa ardhi waonyao kutekeleza walitoa ili kuwaridhisha wananchi, wakatoa mawe tu wakapeleka sehemu ambayo wananchi wanahitaji, lakini zile coordinates zile ambazo zilikuwepo hawakuweza kuzirekebisha. Baadhi ya wananchi hao wametoa msimamo wao kuhusiana na mgogoro huo. Wananchi tunataka maelekezo tulimpa mwekezaji wa kwanza na mipaka yetu ambayo tulimpa mwekezaji wa kwanza, na tunaitaka sasa iwe ile, sio ya sasa naisema hii hapa ya kwake. Na kama atakubali hizo taratibu za kuchukua ekari 50 na kufuata taratibu zile ambazo tulizosema kuwa ule mpaka usogee kule mbele, sisi huyu jenga tupo tayari kuweza kumwacha lile eneo aendelee kulifanyia kazi, ili mbali ifanywe marekebisho tu yale pale. Hizi sehemu za huduma za kijamii hapa hivi waziache ili jamii iendelee kufanya shughuli zake. Na mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasor, tupate mapumziko, tukirejea ni habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Ukuaji wa uchumi robo ya kwanza 2026 wakadiriwa kufikia 6%.